أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin, Mwenyezi Mungu awe msaidizi wake, anasema kuhusiana na maswahaba wa Badr, sahaba nitakayemzungumzia ni Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jina la Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah lilikuwa Amir bin Abdullah na jina la baba yake lilikuwa Abdullah bin Jarrah. Hazrat Abu Ubaida radhiyallahu anhu kwa sababu ya kunia yake alikuwa akijulikana zaidi, ilhali nasaba yake inaunganishwa na babu yake Jarrah. Jina la mama yake lilikuwa Umema binte Ghanam na alikuwa akitokana na familia ya Banu Haris bin Fahr ya kabila la Quraysh. Hazrat Abu Ubaida alikuwa mtu mrefu akiwa na mwili mwembamba na hakuwa na nyama nyingi usoni mwake. Meno mawili ya mbele katika vita ya Uhud, katika harakati za kuviondoa vishikizo vya chuma vilivyokuwa vimeingia shavuni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yalikuwa yamevunjika. Ndevu yake haikuwa na nywele nyingi, naye alikuwa akipaka hina. Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah aliwaoa wake wengi, lakini kutoka wake wawili tu akapata watoto. Alikuwa na watoto wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Yazid na mwingine jina lake lilikuwa Umer. Hazrat Abu Ubaida alikuwa miongoni mwa maswahaba 10 ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewatolea bishara ya kuingia peponi katika uhai wake, ambao wanaitwa Ashra Mubashira. Hazrat Abu Ubaida alikuwa akihisabiwa miongoni mwa watu waheshimiwa wenye hulka njema na watukufu wa Quraysh. Hazrat Abu Ubaida kutokana na mahubiri ya Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu akasilimu. Wakati huo Waislamu walikuwa bado hawakuhamia katika Dar al-Arqam. Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah alikuwa mtu wa 9 aliyesilimu. Hazrat Anas radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kila umati unakuwa na amin wake, yani mtunzaji, na mtunzaji wa umati wangu ni Abu Ubaida bin Jarrah. Sawa na riwaya za Sahih Bukhari na Sahih Muslim, watu wa Najran, ilhali kwa mujibu wa riwaya nyingine ya Sahih Muslim, watu wa Yemen walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwomba ya kwamba utume pamoja nasi mtu ambaye atufundishe dini. Katika riwaya moja imesemwa kwamba wakasema ya kwamba utume pamoja nasi mtu aliyeamini,
yani muaminifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bila shaka nitamtuma pamoja nani mtu muaminifu sana ambaye ni mwenye kutimiza haki ya uaminifu wake. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono wa Abu Ubaida bin Jarrah na akasema hadha amino hadhihi al-umma, huyu ni mtunzaji wa ummati huu. Hata Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Abu Bakar, Umar, Abu Ubaida bin Jarrah, Usaid bin Huzair, Thabit bin Qais bin Shimas, Muaz bin Jabal na Muaz bin Amr bin Jamu ni watu bora walioje. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifu sana. Safari moja hat Aisha radhiyallahu anha aliulizwa ya kwamba ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam angemteua yeyote kuwa mwakilishi wake baada yake angemteua nani? Hapo hat Aisha akasema angemteua hat Abubakar. Watu wakamuuliza na baada ya Abubakar hat Aisha akasema hat Umar. Watu wakamuuliza na baada ya Umar angemteua nani? hat Aisha akasema hat Abu Ubaida bin Jarrah. Riwaya hiyo ni ya Sahih Muslim. Riwaya nyingine inasema ya kwamba Abdullah bin Shaqiq alimuuliza hat Aisha radhiyallahu anha ya kwamba ni nani ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda zaidi katika maswahaba zake? Hata Aisha akasema hata Abubakar. Yeye akamuuliza baada ya Abu Bakar alikuwa nani? Hata Aisha akasema hata Umar. Yeye akamuuliza tena na baada ya Umar mpendwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nani? Hata Aisha akasema hata Abu Ubaida bin Jarrah. Kisha akauliza na baada yake alikuwa nani? Msimuliaji anasema kwamba hapo Aisha akakaa kimya. Mirza Bashir Ahmad Sahib katika kitabu cha Sira ya Khatam an-Nabiyyin anasema hat Aisha radhiyallahu anha alikuwa akimheshimu sana Abu Ubaida. Yeye alikuwa anasema kwamba wakati wa kifo cha Umar ikiwa Abu Ubaida angekuwa hai basi yeye ndiye angekuwa khalifa. Sawa na riwaya moja Umar wakati wa kifo chake akasema ikiwa leo Abu Ubaida angekuwa hai basi ningemteua kuwa khalifa, na endapo Mola wangu angeniuliza juu yake kwamba kwa nini umemteua kuwa khalifa, basi ningesema kwamba nilikuwa nimemsikia mtume wako akisema ya kuwa Abu Ubaida ni amin wa umati huu na ndiyo sababu kwamba nimemfanya kuwa khalifa. Hazrat Abu Ubaida aliposilimu baba yake alimtesa sana. Alikuwa ameshiriki katika hijra ya Uhabeshi. Hata Abu Ubaida alipohamia na kufika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumuona Abu Ubaida akafurahi sana na uso wake ukajawa na furaha tele. Hat Umar akasogea mbele na akamkumbatia. Abu Ubaida akakaa nyumbani kwa Hat Kulsum bin Hidam. Zipo riwaya tofauti zinazoeleza habari za kuunganishwa kwake kiudugu. Kwa mujibu wa rai ya baadhi ya watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka udugu baina ya Abu Ubaida na Hazrat Salim ambaye alikuwa mtumwa wa zamani wa Abu Huzaifa aliyekuwa ameachwa huru, na wengine wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka udugu kati yake na Hazrat Muhammad bin Maslama, na sawa na maoni ya watu wengine alikuwa ameunganisha udugu wake na Hazrat Saad bin Muaz.
hat abu ubaida bin jarrah alishiriki katika vita vya badar, uhud na vita zote zingine akiwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. wakati wa vita ya badar umri wake ulikuwa miaka 41. siku ya vita ya badar hazrat abu ubaida bin jarrah kwa niaba ya waislamu alikuja katika uwanja wa vita, na baba yake aitwaye abdullah akaja kwa niaba ya makafiri. baba na mwana wakaja ana kwa ana. katika mapigano baba akataka kuumua mwana wake, lakini abu ubaida akaendelea kumkuwepa, lakini baba hakumwacha bali akaendelea kujaribu kuumua. hata yeye yani abu ubaida pia alikuwa na nafasi ya kufanya hivi, lakini akaendelea kumkuwepa baba yake ili asimue, na mwenyewe pia akaendelea kukuwepa naye. hata abu ubaida alipoona kwamba baba yake hamwachi, hapo jazba ya tauhidi ikamshinda. kisha uhusiano aliokuwa pamoja naye haukuwa na thamani yoyote mbele yake. abu ubaida alipoona kwamba baba yangu ameshafunga nia kwamba ataniua, na sababu ya kuniua ni moja tu, kwamba nimeamini juu ya tauhidi ya Mungu, hapo inasemekana kwamba jazba ya tauhidi ikapata ushindi juu ya jazba ya ujamaa wake, na abdullah aliyekuwa baba yake akauawa na mwana wake, yani abu ubaida bin jarrah akalazimika kumua baba yake. siku ya vita ya uhud abdullah bin qamiya akamrushia mtume sallallahu alaihi wasallam jiwe moja kwa nguvu, na kwa sababu yake uso mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukajeruhiwa vibaya na meno yake ya mbele yakavunjika. hapo yeye akapiga takbira akisema, hiyo hapa mimi ni ibn qamiya. mtume sallallahu alaihi wasallam akisafisha damu kutoka uso wake akasema, Allah akuangamize. msimuliaji anasema kwamba kisha kilichotokea ni ya kwamba Mwenyezi Mungu akamfuatisha mbuzi mmoja ambaye akampiga sana kwa pembe zake hadi akamfanya vipande vipande. kuhusiana na tukio hilo ipo riwaya ya hat Aisha radhiyallahu anha anayesema kwamba hat Abu Bakar anasimulia ya kuwa siku ya vita ya Uhud jiwe liliporushwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam likampiga kwa nguvu sana, na kwa sababu ya shambulizi hilo vishikizo viwili vya chuma vya kofia yake vikavunjika na kuchomeka usoni mwake. hata Abubakar anasema kwamba hapo nikamkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwona mtu mmoja mwingine naye alikuwa amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kasi sana, na ilionekana kwamba anakuja akiwa anaruka. nikafanya maombi kwamba ewe Allah, mtu huyo anayemkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam umfanye awe sababu ya kumletea Mtume sallallahu alaihi wasallam furaha na awe sababu ya kutuletea furaha. nilipofika karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamuona kwamba mtu huyo alikuwa Abu Ubaida bin Jarrah ambaye alikuwa amenishinda. ye akaniomba akisema kwamba ewe Abu Bakar, kwa ajili ya Mungu tu na kuomba kwamba uniruhusu nitoe vishikizo hivi kutoka shavu la Mtume sallallahu alaihi wasallam. hata Abu Bakar anasema kwamba nikamruhusu kufanya hivyo. basi hata Abu Ubaida bin Jarrah akakishika kishikizo kile kimoja kwa jino lake na akakivuta kwa nguvu zote hadi akaanguka chini, na katika mchakato huo wa kukingoa jino lake la mbele likavunjika. kisha akakishika kishikizo kingine kwa jino lake na akakingoa kwa nguvu zote hadi jino lake la pili pia likavunjika.
siku ya vita ya Uhud Abu Ubaida bin Jarrah alikuwa miongoni mwa wale maswahaba ambao wakabaki na wakasimama kidete pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo watu wengine walipokuwa wametawanika. Mwezi wa Zulqada mwaka wa 6 wa Hijra, wakati wa tukio la suluhu ya Hudaybiyah, ulipoandikwa mkataba wa suluhu, nakala 2 zikatayarishwa za mkataba huo na waheshimiwa kadhaa wa makundi yote mawili wakatia saini juu yake kama mashahidi. Kwa niaba ya Waislam, wale waliotia saini walikuwa wafuatao: Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqqas, Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtuma Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah katika vita mbalimbali. Kikosi kilichotumwa Zulqassa, kikosi hicho kilikuwa kimetumwa katika mwezi wa Rabiul Akhir mwaka wa 7 wa Hijra. Kuhusiana na kikosi hicho, Mirza Bashir Ahmad Sahib M.A. anaandika katika kitabu chake cha Sira ya Khataman Nabiyyin ya kwamba katika mwezi wa Rabiul Awwal Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Muhammad bin Maslama Ansari katika eneo la Zulqassa lililokuwa na umbali wa maili 24 kutoka Madina, ambapo katika zama zile Banu Thalba ndio waliokuwa wanaishi. Hazrat Muhammad bin Maslama na wenzake 10 wakati wa usiku wakafika huko na wakaona kwamba vijana 100 wa kabila lile wako tayari kwa ajili ya kupigana vita. Kundi lao lilikuwa limewazidi maswahaba hawa kwa 10%. Hazrat Muhammad bin Maslama mara moja akapanga safu mbele ya kikosi hicho. Huzur anasema kwamba ikiwa maswahaba hawa wangeenda kupigana vita, basi wasingekuwa na idadi ndogo kiasi hiki. Na makundi yote katika giza ya usiku yakaendelea kurushiana mishale, kisha makafiri wakawashambulia maswahaba hawa, na kwa kuwa katika idadi makafiri walikuwa wengi, hivyo muda si muda maswahaba hawa wakauawa shahidi, isipokuwa Hazrat Muhammad bin Maslama akasalimika, kwani makafiri wakamwacha wakifikiri kwamba yeye pia ameshakufa kama wengine, na wakaondoka na nguo zake. Huenda Hazrat Muhammad bin Maslama pia angekufa kule kule, lakini kwa bahati nzuri Muislamu mmoja akapita katika eneo lile ambaye akamtambua Hazrat Muhammad bin Maslama na akamnyanyua na kumfikisha Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa yake akamtuma Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah katika eneo la Zulqassa, ambaye alikuwa kutoka Quraishi na alikuwa miongoni mwa maswahaba wakubwa, ili alipize kisasi cha Hazrat Muhammad bin Maslama. Na kwa kuwa katika muda huo taarifa nyingine ilikuwa imewasili kwamba watu wa kabila la Banu Thalba wana nia ya kuyashambulia maeneo yaliyo pembezoni mwa Madina, hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma maswahaba 40 chini ya uongozi wa Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah, na akawaamrisha kwamba waendelee kusafiri usiku kucha ili hadi asubuhi wawe wamefika kule. Hata Abu Ubaida bin Jarrah akafuata amri yake na akaenda kuwavamia asubuhi ya siku ijayo. Nao kutokana na uvamizi huo wa ghafla wakashtuka, na baada ya kupigana nao kidogo tu wakimbia na wakapotea katika milima ya karibu. Hata Abu Ubaida bin Jarrah akateka ghanima na kurejea Madina, na kwa lengo la kulipiza kisasi ya zulma yao shambulio hilo lilikuwa limefanywa. Kulikuwa na saria nyingine, yani vita inayoitwa vita ya Zatus Salasil,
na sababu ya kuita vita hiyo vita ya Zatu Salasil ndiyo hii ya kwamba katika vita hiyo maadui kwa sababu ya hofu fulani walikuwa wamejifunga na minyororo ili waweze kupigana kwa pamoja na mtu yote asiweze kukimbia na waweze kupigana vita katika safu moja na kwa pamoja. Sababu yake nyingine inayotolewa ndiyo hii ya kwamba kulikuwepo na chemchem moja ambayo ilikuwa inaitwa As-Salasil. Sawa na rai ya baadhi ya watu mwaka wa 7 wa hijra na kwa mujibu wa rai ya wengine katika mwaka wa 8 wa hijra, Mtume sallallahu alipata taarifa kwamba watu wa kabila la Banu Quzaa wamenuia kuishambulia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Amr bin As akawatuma maswahaba 300 ambao walikuwa na farasi 30 na sehemu hiyo ilikuwa na umbali wa usafiri wa siku 10 kutoka Madina. Amr bin As akafika katika eneo la Banu Quzaa na akamtumia Mtume sallallahu ujumbe ya kwamba maadui ni wingi sana, hivyo nisaidiwe na kikosi kingine cha ziada. Mtume sallallahu akapata ujumbe wake na akatayarisha kikosi cha maswahaba 200 na kuwatuma chini ya uongozi wa Abu Ubaida bin Jarrah, na akamwamrisha kwamba aende kukutana na Amr na asihitilafiane naye na uamuzi uchukuliwe kwa pamoja. Kikosi hicho kilipoenda kukutana na kikosi cha Amr bin As, hapo swali likaibuka kwamba nani awe amiri wa kikosi kizima. Abu Ubaida kwa sababu ya daraja yake alikuwa na haki ya kuchaguliwa kuwa amiri, lakini Amr bin As akasisitiza kwamba yeye ndiye atakayeongoza jeshi zima. Hapo Abu Ubaida bin Jarrah akakubali uongozi wake kwa moyo wote, kwani alikuwa ameamrishwa na Mtume sallallahu kwamba asihitilafiane naye, na chini ya uongozi wa Amr bin As akapigana na maadui kwa ushujaa mkubwa hadi maadui wakashindwa vibaya. Baada ya kupata ushindi waliporejea Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia taarifa ya kutii kwake na akasema rahimahullahu Aba Ubaida, yani rehma ya Allah iwe juu ya Abu Ubaida ambaye amesimamisha kiwango kizuri cha utii. Kisha kuna saria iitwayo Siful Bahar. Huzur amesema kwamba hizi ni vita ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakushiriki, na vita hizi zinaitwa saria. Kikosi hiki mnamo mwaka wa 8 wa hijra kilielekea upande wa ufukwe wa bahari ambapo kabila la Banu Juhaina lilikuwa likiishi. Saria hiyo inajulikana kwa jina la Jashul Khabt, na sababu ya kutajwa kwa saria hiyo kama Jashul Khabt inayoelezwa ndiyo hii ya kwamba katika vita hiyo, kutokana na kukosa chakula, maswahaba wakalazimika kula majani ya miti iliyokuwa ikiitwa khabt. Maana nyingine ya neno la khabt ni kuangusha majani. Kumbukumbu za vita hiyo zimeelezwa katika Sahih Bukhari kama hivi ya kwamba Jabir anasimulia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutuma, tulikuwa watu 300 na amiri wetu alikuwa Abu Ubaida bin Jarrah. Tulikaa ili tuweze kuchunguza kuhusu msafara wa kibiashara wa Quraysh, wala hawakuwa na nia ya kupigana vita, na tukaendelea kubaki hapa ufukweni kwa nusu ya mwezi, na tukajisikia njaa kali hadi tukala majani. Huzur anasema kwamba baadhi ya wakati vikosi vilikuwa vikitumwa kwa ajili ya mambo mbalimbali. Walikuwa hawaendi kwa ajili ya kupigana vita tu, bali kulikuwa na shabaha zake zingine pia, na katika zoezi hilo wakati mwingine walikuwa wakilazimika kupigana vita. Hivyo vikosi hivi vinaitwa saria, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakuwa pamoja nao. Jabir anasema kwamba tukalazimika kula majani, hivyo jeshi hilo likatajwa kwa jina la Jashul Khabt. Katika hali hiyo bahari ikatutupia mnyama mmoja anayeitwa Ambar,
yani mnyama mmoja akatoka nje akiwa amekufa au akaja akiwa hai lakini kwa sababu ya kukosa maji akafa. Hivyo sahaba anasema kwamba mnyama aliyetoka nje ya bahari alikuwa samaki mkubwa sana. Nusu ya mwezi tukaendelea kula nyama yake na mafuta yake tukaendelea kupaka kwenye miili yetu hadi miili yetu ikachangamka vizuri kama ilivyokuwa hapo kabla. Abu Ubaida akachukua ubavu mmoja kutoka bavu zake na akausimamisha, kisha akamuita mtu mmoja aliyekuwa mrefu kuliko wote. Na Sufyan bin Uyayna amesema hivi katika riwaya yake ya kwamba yeye akauchukua ubavu mmoja kutoka bavu zake kisha akausimamisha wima, kisha akamuita mtu mmoja pamoja na ngamia ambaye akapita chini yake. Jabir akasema hivi ya kwamba alikuwepo mtu mmoja katika jeshi ambaye akawachinjia watu ngamia 3 kwa siku 3. Kisha Abu Ubaida akamzuia. Na Amr bin Dinar alikuwa anasema kwamba Abu Swaleh Zakwan akatueleza kwamba Qais bin Saad akasema kwa baba yake, hata mimi pia nilikuwepo katika jeshi lile, naye akajisikia njaa. Abu Ubaida akasema chinja ngamia, nikamchinja ngamia. Alikuwa anasema kisha akajisikia njaa kali. Abu Ubaida akasema chinja ngamia, nami nikamchinja ngamia. Anasema nikajisikia tena njaa. Abu Ubaida akasema kwamba chinja ngamia. Huzur anasema kwamba ngamia walikuwa wameenda pamoja nao watakuwa wamebeba mzigo pia juu yao, lakini jinsi hali ilivyokuwa imetokea walikuwa wakilazimika kuwachinja ngamia hawa. Anasema kwamba nikamchinja ngamia. Qais anasema kwamba tena akajisikia njaa, lakini safari hii Abu Ubaida akanizuia kwamba usichinje ngamia. Riwaya ya pili inasema kwamba Jabir bin Abdullah anasimulia ya kuwa sisi tulitoka kwa ajili ya Jashul Khabt na Abu Ubaida akafanywa kuwa amiri wetu. Tukajisikia njaa kali na bahari ikatutupia samaki mmoja aliyekuwa amekufa. Hatukuwahi kumwona samaki wa aina hiyo. Alikuwa samaki mkubwa mno ambaye anaitwa ambar. Sisi kwa nusu ya mwezi tukaendelea kula nyama yake. Kisha Abu Ubaida akachukua mfupa mmoja kutoka mifupa yake na mpanda ngamia akapita kutoka chini yake. Ibn Juraij akasema kwamba Abu Zubair akaniambia ya kwamba yeye alimsikia Jabir alikuwa akisema kwamba Abu Ubaida akasema kuleni samaki huyo ijapokuwa amekufa, lakini hakuna shida, kuleni tu. Tuliporejea Madina tukamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba samaki mmoja alikuwa ametujia, hivyo tukaendelea kula nyama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, riziki ambayo Mwenyezi Mungu amewatoleeni nyinyi basi muile, na Mwenyezi Mungu kwa kuona hali yenu alikuwa amewatumieni nani mkala, hivyo hakuna shida ndani yake, na ikiwa sehemu yake imebaki basi nilisheni. Hapo mmoja wao akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya nyama ya samaki yule, naye akala. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib akieleza hali ya saria hiyo ya Siful Bahar anaandika katika sharha yake akisema ya kwamba saria hiyo itajwayo hapo juu ni saria moja kati ya zile saria ambayo shabaha yake haikuwa ya kupigana vita na mtu yeyote, bali watu waliokuwa wameshiriki katika kikosi hicho walikuwa wametumwa kwa lengo la kuhifadhi msafara wa kibiashara tu. Sawa na kauli ya Ibn Saad, kikosi hicho kilikuwa na watu wapatao 300.
waliokuwa muhajirina na maanswar. Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah alikuwa amiri wao, na saria hiyo inajulikana kwa jina la Siful Bahar. Kwa lengo la kuhifadhi msafara wa kibiashara, kambi moja ilikuwa imewekwa karibu na ufukwe wa bahari katika njia ile ambapo misafara ilikuwa ikipita, na hiyo ndiyo ilikuwa shabaha ya kutumwa kwa kikosi hicho, ili kambi iwekwe ambayo lengo lake liwe la kuhifadhi, na hapo mbele itajulikana kwamba walikuwa na lengo la kuhifadhi nani. Sif maana yake ni ufukwe. Ibn Saad kwa jina la Sariyatul Khabt ameeleza muhtasari wa tukio hilo. Khabt maana yake ni majani ya miti ambayo kutokana na kukosa chakula maswahaba walikuwa wamelazimika kuyala. Ibn Saad anasema kwamba tukio hilo lilikuwa limetokea katika mwaka wa 8 wa hijra, na zama hizi zilikuwa zama za suluhu ya Hudaibia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefikiri mbali, na kama tahadhari tu alikuwa amekituma kikosi hicho katika maeneo ya Siful Bahar, na alikuwa amewaambia kwamba wapige kambi ya kuhifadhi njiani ili isitokee jambo lolote kwa msafara wa Quraishi uliokuwa ukitoka Syria, na ili makuraishi wasipate hila ya kuvunja mkataba. Suluhu ya Hudaibia ilikuwa imeshatokea tayari, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na fikra hii ya kwamba njiani isitokee hivi kwamba mtu au watu fulani wawasumbue Makuraish, na Makuraishi wasije wakapata nafasi ya kusema kwamba ebu angalieni Waislamu wametuvamia, hivyo mkataba wa Hudaibia umevunjika, na wao wasipate hila yoyote ya aina hiyo. Ndiyo sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewatuma maswahaba hawa, na alikuwa amewaambia kwamba wapige kambi huko ili waweze kulinda msafara huo wa kibiashara wa Quraysh. Kisha anaandika ya kwamba sawa na kauli ya Ibn Saad, sehemu hiyo iliyotajwa hapo juu ina umbali wa usafiri wa siku 5 kutoka Madina. Basi kikosi hicho hakikutumwa kwa ajili ya vita, bali kilikuwa kwa ajili ya kuhifadhi makafiri, kama nisemavyo hapo kabla ya kwamba hizi ni juhudi za kustawisha amani, ya kwamba hata maadui walindwe, na kwa kuwa mkataba ulikuwa umefanywa tayari, sasa makafiri wasipate nafasi yoyote ya kuvunja mkataba. Lakini ilikuwa kudra ya Mungu, mkataba ulipovunjika ukavunjwa na makafiri, kisha matokeo yake yakapatikana katika sura ya ushindi wa Makka. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu anasimulia kwamba siku ya ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja hadi akaingia mjini Makka, akamteua Hazrat Zubair kama msimamizi wa sehemu moja ya jeshi, na akamteua Hazrat Khalid bin Walid katika sehemu yake ya pili, na akamteua Abu Ubaida kama kiongozi wa watu watembeao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya suluhu kwa watu wa Bahrain kwa sharti hili kwamba watalipa jizia, na alikuwa amemteua Hazrat Ala bin Hazrami kama amiri wao. Mtume sallam akamtuma Hazrat Abu Ubaida ili akusanye kodi yao. Hazrat Abu Ubaida aliporejea na kodi, na watu wakapata taarifa ya ujio wake, watu wote wakasali sala ya alfajiri nyuma ya Mtume sallam. Mtume sallam akasalisha sala ya alfajiri na akageuka nyuma na akawaona watu, kisha akatabasamu na akasema kwamba inaonekana kwamba nyinyi mmejua tayari kwamba Abu Ubaida ameleta vitu fulani. Watu wakasema ndio, ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu akasema basi furahini na muwe na matumaini kwa yale yaliyo bora kwenu. Mimi sina wasiwasi kuhusu umaskini wenu, bali ninaogopa pale ambapo dunia itafunguliwa kwa ajili yenu, yani mtapata neema mbalimbali za dunia, na kisha musije mkaiangukia dunia tu, na musije mkashikwa na tamaa ya dunia na isije ikawaangamizeni. Hiyo ni hofu yangu, kwamba musije mkaiangukia dunia, na kwa kujitumbukiza katika mambo ya tamaa ya dunia musije mkajihilikisha. Basi
hiyo ni tahadhari ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuweka mbele yake, na kwa sababu ya kuzingatia tahadhari hiyo, leo tuwaona kwamba wengi wa Waislamu wanaochuma hela na hata viongozi wetu wa siasa pia wamo ndani yake, wamepita kiasi katika tamaa yao, na tamaa yao ya kuchuma dunia imeshapita mipaka yake. Wanataja jina la Allah, lakini vitu ambavyo wanavitanguliza ni vitu vya dunia. Basi kuhusiana na hilo, yatupasa kuwa makini na tunatakiwa kuangalia hali ya nafsi zetu, tukifikiri kwamba sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mali itapatikana tu, lakini tuwe na tahadhari kwamba kwa sababu ya mali ya dunia tusije tukaisahau dini yetu. Mwaka wa 10 wa hijra, wakati wa hijjatul wida, hata Abu Ubaida alifanya hija pamoja na mtume sallam. Alipofariki dunia, watu wakajadiliana kwamba kaburi la mtume liwe na mwanadani au liwe bila mwanadani. Hata Abbas akamtuma mtu mmoja kwa hata Abu Ubaida bin Jarrah na hata Abu Talha, na ikaamuliwa kwamba miongoni mwa hawa atakayetangulia kuja, yeye atatuambia kwamba kaburi liwe la aina gani, na sawa na rai yake kaburi litatayarishwa. Abu Ubaida bin Jarrah, sawa na utamaduni wa wakazi wa Makka, alikuwa akitayarisha kaburi lisilo na mwanadani, ilhali Abu Talha, sawa na utamaduni wa watu wa Madina, alikuwa akitayarisha kaburi lenye mwanadani. Hivyo mtu aliyekuwa ameenda kwa Abu Talha akakutana na Abu Talha, na mtu aliyekuwa ameenda kwa Abu Ubaida hakuweza kumpata Abu Ubaida. Hivyo Abu Talha akaja naye akatayarisha kaburi la mtume lilokuwa na mwanadani. Baada ya kifo cha mtume, hitilafu iliyotokea baina ya Muhajirin na Ansar juu ya ukhalifa. Kuhusiana na hilo imeelezwa katika Sahih Bukhari. Habari hii nimeshaeleza hapo kabla, lakini hata hivyo ni vyema nieleze tena katika kumbukumbu za Abu Ubaida. Mtume sasa alipofariki dunia, Ansar walikusanyika katika nyumba ya Saad bin Ubada na wakasema kwamba amiri mmoja awe kutoka sisi na amiri mmoja atakuwa kutoka kwenu, yani kutoka Muhajirin. Abu Bakar, Hazrat Umar na Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah wakawaindia. Hazrat Umar akapenda kusema lolote, lakini Hazrat Abu Bakar akamnyamazisha. Hazrat Umar anasema kwamba mimi nilitaka niongee jambo fulani, kwani nilikuwa nimeandaa hutuba moja nilikuwa naipenda sana. Nilikuwa na hofu kwamba huenda Abu Bakar hataweza kusema yale, lakini Abu Bakar alipotoa hutuba yake ilikuwa nzuri sana na ilikuwa imejaa fasaha na balagha ambayo ilikuwa imeshinda hutuba zote. Katika hutuba ile Abu Bakar alisema kwamba sisi, yani Muhajirin, ni maamiri na nyinyi ni maanswar, ni mawaziri. Hapo Abu Hubab bin Munzir akasema, wallahi hatutafanya hivi. Amiri mmoja atatokana nani na amiri mmoja atakuwa miongoni mwetu. Abu Bakar akasema, hapana, sisi ni maamiri na nyinyi ni mawaziri, kwani Quraishi kutokana na nasaba na familia yao wana ubora kuliko Waarabu wengine. Hata Abu Bakar akapendekeza majina mawili ya Umar na Abu Ubaida bin Jarrah, na akasema kwamba kati ya hawa wawili mmoja wao fanyeni baiati yake na chagueni kama khalifa wenu. Hata Umar akasema, hapana, sisi tutafanya baiati yako, kwani wewe ni kiongozi wetu na ni bora kuliko sisi, na wewe ni mpendwa wa Mwenyezi Mungu na wewe ni mpendwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Umar akashika mkono wake na akafanya baiati, kisha watu wengine wakafanya baiati yake. Lakini hata Abubakar alikuwa anamheshimu sana Abu Ubaida, na ndiyo maana akapendekeza jina lake kwa ajili ya ukhalifa. Vivyo hivyo kama ilivyoelezwa hapo kabla, kama alivyosema hat Umar kwamba ikiwa Abu Ubaida angekuwa hai basi ningemteua kuwa khalifa, kwani ye alikuwa mtunzaji wa umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu ukhalifa, mjadala ulipofanywa, Abu Ubaida akawahutubia Maansar na akasema kwamba eni Maansar, nyinyi ni watu mliotangulia kutusaidia, hivyo isije ikatokea hivi kwamba sasa musije mkatangulia kuhitilafiana. Hata Abubakar alipochaguliwa kuwa khalifa akamkabidhi Abu Ubaida kazi ya idara ya mali. Mwaka 13 wa hijra, hata Abubakar akamtuma upande wa Syria akiwa amiri.
wa kikosi kimoja. Hat umar alipochaguliwa kuwa khalifa, yeye akamuuzulisha hat Khalid bin Walid na akamteua Abu Ubaida kama mkuu wa jeshi. Kuhusiana na ushindi wa Syria, habari zinazopatikana katika historia zinasema kwamba mwaka wa 13 wa hijra Warumi walishambulia kutoka pande tofauti. Yazid bin Abu Sufyan alikuwa mkuu wa kikosi kimoja ambaye alikuwa mwana wa Abu Sufyan na alikuwa amesonga mbele upande wa mashariki mwa Urdun, na Sherjil bin Hassana alikuwa mkuu wa kikosi cha pili ambaye akasonga mbele upande wa Balqa. Kikosi cha tatu kilikuwa kimeongozwa na Amr bin As ambaye akitumia njia ya Palestina alikuwa ameingia nchini Syria, na Abu Ubaida bin Jarrah alikuwa mkuu wa kikosi cha nne ambaye akitumia njia ya Homs akasonga mbele. Hata Abubakar akasema kwamba vikosi hivi vyote vikikusanyika kwa pamoja, hapo mkuu wa kikosi atakuwa Abu Ubaida bin Jarrah. Kila kikosi kilikuwa na wanajeshi 4,000 ilhali kikosi cha Abu Ubaida kilikuwa na wanajeshi 8,000. Wakati wa kuvituma vikosi hivi, Abubakar akasema kwa wakuu wote kwamba ebu angalieni, msijiingize katika shida wala msiwaingize watu wenu katika shida, na msiwakaripie, na mushauriane nao na mufanye kazi kwa uadilifu, na muwe mbali na zulma, kwani mzalimu hawezi kupata ufaulu wala haoni ushindi. Na mkipigana vita na maadui, basi msirudi nyuma, kwani Mwenyezi Mungu anasema kwamba siku eni mlioamini mkutanapo vitani na wale waliokufuru, basi msiwageuzie migongo, na atakaye wageuzia mgongo wake siku hiyo, isipokuwa amegeuka kwa kushambulia na kageuka kuungana na jeshi, basi hakika yeye amerudi na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na mahali pake ni jahanamu. Hiyo ni aya namba 17 ya sura Anfal. Kisha akasema, ikiwa mkipata ushindi juu ya maadui, basi msiwaue watoto wazee na wanawake, wala msiwahilikishe wanyama, na msivunje ahadi. Hata Abu Ubaida kwanza kabisa akapata ushindi juu ya mji wa Maab wa Syria. Wakazi wa mji huo wakakubali sharti la kulipa kodi jizia. Kisha akaelekea upande wa Jabia. Alipofika huko, akaona kwamba jeshi kubwa la Kirumi liko tayari kwa ajili ya vita. Hapo Abu Ubaida akamwomba Abu Bakar ili apewe msaada wa kijeshi. Hata Abu Bakar akamwambia Khalid bin Walid ambaye wakati ule alikuwa anaongoza kikosi kimoja katika nchi ya Iraq kwamba ayache nusu ya jeshi chini ya uongozi wa Musanna na uende ukamsaidie Abu Ubaida. Hata Abubakar akamwandikia hata Abu Ubaida barua ya kwamba mimi nimemteua Khalid kuwa amiri, nami najua sana kwamba wewe ni bora kuliko yeye. Matini ya barua ile ilikuwa hivi ya kwamba kutoka kwa mja wa Mungu Atik bin Abu Qahafa. Atik ilikuwa jina la asili ya Abu Bakar na Abu Qahafa lilikuwa jina la baba yake. Barua ya mja wa Mungu Atik bin Abu Qahafa kwa Abu Ubaida bin Jarrah. Amani ya Allah iwe juu yako. Nimemteua Khalid kama mkuu wa jeshi la Syria. Wewe usimpinge na umsikilize na umtii. Mimi nimekuteua kuwa wali juu yake. Najua kwamba wewe ni bora kuliko yeye, lakini nafikiri kwamba kuhusiana na mambo ya vita Khalid anajua vizuri zaidi kuliko wewe. Mwenyezi Mungu anijalie na akujalie tubaki juu ya njia iliyonyoka. Hata Abubakar akaandika hayo. Hata Khalid bin Walid kutoka mji wa Hira ambao ni mji wa Iraq akamuindikia hata Abu Ubaida barua akisema kwamba amani ya Mungu iwe juu yako. Abubakar ameniamrisha kuelekea Syria na amenifanya kuwa mkuu wa jeshi. Wallahi sijawahi kutamani hilo wala sikuwa na nia hiyo. Wewe utakuwa na hadhi ile ile ulio nayo. Sisi hatutakuasi wala hatutakuepa uamuzi wako. Wewe ni kiongozi wa Waislamu. Sisi hatukatai ubora wako na tunathamini ushauri wako. Tunasema kwamba ebu angalieni, hiyo ni shani ya waumini ya kwamba kwa namna gani kila mmoja wao anaonyesha unyenyekevu wake na utii wake kwa mwingine. Vita ya Ajnadan mwezi wa Jamadiul Awwal mwaka wa 13 wa Hijra katika maeneo ya Ajnadan ambayo ni jina la makazi ya watu katika maeneo yaliyo pembezoni mwa Palestina.
katika maeneo hayo waislamu walipigana na jeshi la kirumi ambalo idadi yao ilikuwa 100,000 sawa na riwaya mbalimbali. Mkuu wa jeshi la kirumi alikuwa ndugu yake Kaisar wa Roma aitwaye Theodor, na katika vita hii jeshi la waislamu ambao idadi yao ilikuwa 35,000 wakapata ushindi juu ya Warumi na wakateka Ajnaden. baada ya kupata ushindi wa Ajnaden, waislamu wakawazingira maadui. Kisha maelezo yake ni haya kwamba waislamu waliuzingira mji wa Damascus ambao ni makao makuu ya Syria katika mwaka wa 18 mwaka wa 14 wa hijra, na hali hiyo ya kuwazingira ikaendelea hadi miezi 6. jeshi la maadui lilikuwa likijifungia ndani ya ngome, na wakuu wote 5 wa Waislamu wakiwa na majeshi yao walikuwa wakiuzingira mji huo. hata Abu Ubaida akiwa na jeshi lake alikuwa upande wa mlango wa mashariki, na Khalid bin Walid alikuwa upande wa magharibi, na viongozi wengine 3 nao walikuwa wamepiga kambi juu ya milango mbalimbali. Warumi walikuwa wakitoka nje na kupigana vita, kisha walikuwa wakirejea na kujifungia ndani. Walikuwa na matumaini kwamba Kaisar wa Roma atawatumia msaada wa kijeshi, lakini umakini wa majeshi ya Kiislam yalikuwa yamemaliza matumaini yao. Usiku mmoja pale walipokuwa wakifanya sherehe fulani katika ngome yao, na walinzi wa kuta zake pia walikuwa wameshiriki katika sherehe ile, Khalid bin Walid akiwa pamoja na wenzake akavuka kuta za ngome ile na kuingia mjini, na akafungua mlango wake. Hivyo jeshi lake likaingia ndani. Wakazi wa mji huo walipoona hali hiyo wakafanya suluhu na Abu Ubaida ambaye alikuwa upande wa pili wa mji huo, lakini Khalid hakuna habari yake, naye akaendelea kupigana vita pamoja nao. Watu wakamwendea Abu Ubaida na wakamwomba kwamba utuokoe na Khalid. Wakuu hawa wawili wakakutana ana kwa ana katikati ya mji na wakafanya suluhu na wakazi wa mji huo, kwani Abu Ubaida alikuwa ameshafanya mkataba pamoja nao. Vita vya Fahal, huu ni mji wa Syria. Baada ya kupata ushindi wa Damascus, waislamu wakasonga mbele. Hapo wakapata kujua kwamba Warumi wamekusanyika katika eneo la Besan na wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuwashambulia. Waislamu wakapiga kambi katika eneo la Fahal. Kiongozi wa jeshi la Kirumi akapeleka ujumbe wa mapatano na akamtuma mwakilishi wake kwa Abu Ubaida. Yeye alipofika katika jeshi la Kiislam akaona kwamba maafisa na maaskari wamekaa kwa pamoja na hakuona tofauti yote baina yao. Kisha akamuuliza mtu fulani kwamba kiongozi wenu ni nani? Watu wakaashiria upande wa mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa chini. Mwakilishi akaenda karibu yake na akasema, je, wewe ni kiongozi wa jeshi? Abu Ubaida akasema ndio. Mwakilishi akasema kwamba wewe urudi na jeshi lako, na badala yake kila askari wako atapata ashrafi 2 za dhahabu, na kiongozi atapata dinari 1,000 na khalifa wako atapewa dinari 2,000. hata Abu Ubaida akakataa na akasema kwamba sisi hatukuja kupata hela, wala shabaha yetu si kupata mali. Sisi tumekuja kwa ajili ya kutangaza tauhidi ya Allah. Mwakilishi wa mfalme akaendelea kumtishia Abu Ubaida na akarejea. Abu Ubaida kwa kuona hali hiyo akawaamuru wanajeshi kwamba wajiandae kwa ajili ya vita. Asubuhi ijayo vita ikapiganwa kati yao. Abu Ubaida akiwa katikati ya jeshi lake alikuwa akipigana kwa hikima, na kutokana na hikma yake Waislamu licha ya kuwa na idadi ndogo wakapata ushindi juu ya Warumi, na matokeo yake yakawa haya kwamba maeneo ya Urdun yakaja chini ya Waislamu. Ushindi wa Homs. Baada ya kupata ushindi wa Fahal, Abu Ubaida akaelekea upande wa Homs ambao ulikuwa mji maarufu wa Syria na ulikuwa na umuhimu wake katika mambo ya kivita. Njiani wakapita katika mji wa Baalbek ambao ni mji mkongwe wa Lebanon na unapatikana ukiwa na umbali wa usafiri wa mausiku 3 kutoka Damascus. Mji huo ulikuwa wa zamani sana na ulikuwa kituo kikubwa cha ibada ya sanamu la Baal.
wakazi wa mji huo badala ya kupigana vita wakamwomba Abu Ubaida kwamba afanye mapatano nao pamoja na sharti la kulipa jizia. Ombi lao likakubaliwa. Baada yake Abu Ubaida hakupigana nao vita, walipe kodi na ikakubaliwa kwamba wabaki juu ya dini yao. Abu Ubaida akaelekea Homs na akauzingira. Khalid bin Walid pia alikuwa pamoja naye. Wakazi wa mji huo walikuwa na matumaini kwamba Kaisar atawasaidia kwa msaada wa kijeshi, hivyo wakawa tayari kupigana vita. Lakini pale walipokata tamaa na wakaona kwamba hakuna msaada wote utakaowafikia, hapo wakaweka silaha zao chini na wakapeleka ombi la suluhu ambalo likakubaliwa. Pamoja na kufanya suluhu, wakapewa zamana ya ulinzi wa nafsi na mali, na ikatangazwa kwamba vituo vyao vya ibada na nyumba zao ziko salama na zitabaki salama. Nyumba zao na vituo vyao vya ibada vikasalimishwa, na wale waliobaki juu ya dini yao wakaambiwa kwamba walipe kodi na waendelee na dini yao. Ushindi wa Lazkia. Baada yake jeshi la Kiislam likaelekea upande wa Lazkia ambao ni mji wa Syria unaopatikana ufukweni wa bahari na unahesabiwa katika maeneo yaliyo pembezoni mwa Homs. Hivyo Waislamu wakauzingira mji huo. Kuhusiana na mambo ya ulinzi, mji huo ulikuwa na wasaa sana, yani ulikuwa imara, na watu wa mji walikuwa na vitu vya kutosha vya kuishi ndani, hivyo hawakujali kwamba wamezingirwa na adui. Hata Abu Ubaida akafanya mpango fulani wa kupata ushindi juu yao. Usiku mmoja akawaambia wanajeshi kwamba wachimbe mashimo mengi katika uwanja, kisha wakayafunika kwa majani, na asubuhi wakatoka na kuelekea Homs. Wakadhihirisha kwamba wao wanarudi. Watu wa mji walipoona hali hiyo wakafurahi sana na wakafungua milango ya mji. Upande wa pili Abu Ubaida akarejea katika usiku ule ule na wakajificha katika mashimo hayo. Asubuhi walipofungua milango ya mji, yeye pamoja na wanajeshi akawashambulia ghafla na akaingia mjini na akauteka. Habari iliyobaki itaelezwa katika siku zijazo. Khalifa mtukufu anasema kwamba muwaombe na mufanye maombi mengi kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan. Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka shari ya masheikh na viongozi wa serikali. Siku hizi upinzani umekuwa mkali sana. Watu ambao ni walinzi wa kanuni hawajui kwamba uadilifu ni nini na wanaendelea kuvunja kanuni zote, na wanawafuata mashekh labda kwa ajili ya kujiokoa au kwa ajili ya kupata maslahi zao. Wanafanya hivi na wanatafuta uimara wa siasa yao, lakini kumbukeni kwamba matendo hayo ndiyo yatakayo waangamiza. Sisi tumeendelea kupita katika mateso hayo, na kwa msaada wa Mungu tutapita tu. Lakini ikiwa watu hawa hawatajirekebisha, basi maangamio yao ni jambo la lazima. Basi wanajumuiya wafanya maombi mengi kwamba Mwenyezi Mungu atuondolee matatizo yote, tuzidi katika upendo wake. Wanajumuiya wa Pakistan na wanaoishi nje ya nchi wote wazidi katika uhusiano na Allah, ili msaada wa Mungu ufike haraka na wanajumuiya wa huko waweze kupata amani. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر